Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia Kurasa kwa hili. Wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam wameitaka mamlaka ya vitambulisho vya taifa nchini NIDA kuiga mfano wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC, utaratibu wanaotumia wakati wa kutoa vitambulisho vya mpiga kura. Wakiongea na Kurasa, baadhi ya wakazi wa Dar es Salaam ambao wamepata namba za NIDA bila vitambulisho, huku wakitumia siku 2 pekee kupata kadi ya mpiga kura. Wangeweza kufanya utaratibu wa kurahisisha, kama mtu anajua amezaliwa wapi, jina la mamake analijua na details za mamake anazijua baadhi, wangeweza kufanya uwepesi ili watu wasipate usumbufu. Mtu saizi ukimwambia atafute cheti cha NIDA, yani anaona sasa hapa atapoteza kama siku 3-4 aende mahakamani akatafute cheti cha kuzaliwa. Kwa hiyo inakuwa ni usumbufu. Ni kweli vitambulisho vya NIDA vinachukua muda kutokana na process yao ni kubwa sana. Sisi kwa tunajaribu kutoa ushauri kama wananchi wa Tanzania ili angalau wangeiga mfano kama hawa, ilikuwa ni rahisi sana kupata vitambulisho vya NIDA. Ngejaribu kurahisisha utaratibu wa taarifa na upatikanaji wa vitambulisho kwa urahisi. Ikiwezekana vitambulisho vipelekwe kwenye ofisi za serikali za mitaa, tuweze kupatiwa vitambulisho sehemu ambako tumefanyia registration kwa ajili ya kupata vitambulisho vyetu. Tuendelee na Kurasa. Wananchi wa kitongoji cha Karoleni halmashauri ya Chalinze mkoani Pwani wamelia na ubovu wa barabara ambao umekuwa ukiwachelewesha katika kufanya shughuli zao za maisha ya kila siku. Wakiongea na Kurasa, wananchi hawa wamesema kuwa kutokana na ubovu wa barabara hiyo wamekuwa wakitumia muda mwingi barabarani. Hasa kubwa ambayo tunayo huku ya barabara zetu hazikizi kwa sababu ni mbovu, zinapomoka kwa kila wakati. Ikitengenezwa misimu 2-3 inashindwa kutengenezwa tena kwa maana ajali zinatokea. Pia hata wamama wajawazito wakiwa wanapelekwa maana hospitali na shughuli zao nyingine wanaweza wakawa wanajifungulia njiani kulingana hawezekani kupatikana usafiri wa haraka kulingana na ubovu wa barabara. Kwa hiyo barabara ndio changamoto yetu kubwa. Barabara chafu sana, ina mashimo kila sehemu. Tukiwa kama bodaboda, yani tunashindwa hata kufanya kazi yetu kwa uhuru. Maana unakuta sehemu ambayo itakuwa utumie nusu saa, unaweza ukatumia lisali moja hadi lisali moja na nusu. Kwa hiyo hii inatuumiza sana. Tunaomba viongozi waweze kututizama katika hili. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wakazi wa Tegeta Wazo katika wilaya ya Kinondoni mkoani Dar es Salaam wamelalamikia kuzingirwa na madimbu ya maji yasiyokauka, huku vyanzo vyake vikiwa havijulikani kama ni maji ya mvua ama mabomba yaliyopasuka katika eneo hilo. Wakiongea na Kurasa, wananchi wa eneo hilo wameiomba serikali ya mtaa huo kuja na ubunifu utakaomaliza changamoto hiyo. Mjumbe wetu alituahidi atatuletea katapila hapa, sijui ili tusafishie barabara, lakini kama unavyoona miundombinu ikinyesha mvua kidogo tu, na hapa haijanyesha sana, tunateseka na magari yetu kama hivi unavyoona. Kwa hiyo tatizo bwana ndio hilo hapo. Na sisi ndio limetusibu. Mimi tokea nimezaliwa hapa mpaka unanifikia miaka na karibia 60 na kitu. Hajaniingilia maji nyumbani kwangu pale, jana yameingia pale. Wewe sio mgeni hapa, unapajua hapa. Tunapita kwenda kanisani au wazazi wako wanapita kwenda kanisani. Sasa hivi watapita kwa miguu kwenda kanisani hapa. Sasa mimi naomba tu iwafikie viongozi, nafikiri wanaona wanavyoteseka watu, magari yao nini. Sasa hivi ni muda kama mwezi sasa hivi njia kama unavyoziona hivi, na hizi mvua zinazidi kuendelea hizi, tutakuwa tupiti kabisa. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufuatilia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.